hata Mungu hawezi kumshukuru. Kwa dhati ya moyo nitumie nafasi hii kukushukuru. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi ni ibada. Nataka niwaambie ndugu zangu, Waziri Mkuu unafanya kazi na ibada hii unaitekeleza kikamilifu. Tumpigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Rais tangu amekuteua tumekuona maeneo mbalimbali. Tumeona Mbeya, tumeona maeneo mbalimbali, tumekuona Singida, tumekuona Lindi. Nini maana yake? Unafanya kazi. Na Mheshimiwa Rais ametuelekeza tufanye kazi. Nataka niwaambie Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekuwa kielelezo chema. Kwa dhati ya moyo unamsaidia kweli rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitumie nafasi hii pia tufikishie salamu na za shukrani kupitia wizara yetu ya maji. Tumepata mtikisiko kama wizara kupitia mamlaka yetu ya maji na usafi wa mazingira DAWASA. Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Makamu wa Rais, na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, hamkutuacha. Panapotokea changamoto ya namna hii, wakati mwingine unaonekana kama ni uzembe. Mlitupigia simu Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, na wewe mwenyewe, na leo amekutuma umekuja kujionea. Tunasema asanteni sana, Mungu awabariki sana. Nataka niseme sisi viongozi wa Wizara ya Maji pamoja na watumishi wa Wizara ya Maji hatutokuwa kikwazo. Tutafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha dhamira ya kumtoa mama ndoo kichwani inatimilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipindi chote cha changamoto, nataka niseme dhati ya moyo, nimepewa dhamana katika wizara hii ya maji. Watumishi wa DAWASA, management ya DAWASA, bodi ya DAWASA, katibu mkuu na watendaji wa wizara ya maji hatutokuwa kikwazo. Tutafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha dhamira ya kumtoa mama ndoo kichwani inatimilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipindi chote cha changamoto, nataka niseme dhati ya moyo, nimepewa dhamana katika wizara hii ya maji. Watumishi wa DAWASA, management ya DAWASA, bodi ya DAWASA, katibu mkuu na watendaji wa wizara hawajalala usingizi. Wamefanya kazi, wamejituma, lakini tumepata ushirikiano mkubwa chini ya mkuu wetu wa mkoa wa Pwani. Tumpigie makofi mengi sana Msekunenge. Amekuwa mtu wa kwanza kuja katika chanzo. Tumshukuru mkuu wa mkoa wa Morogoro, tumshukuru mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini katibu wa tawala wote katika mikoa hii ya Pwani, Dar es Salaam na Morogoro, tumepata ushirikiano mkubwa wa serikali na chama. Mpaka hapa tulipovuka ni jitihada zao. Tuwapigie makofi mengi sana sana sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipata hii itilafu. Uwezo wa mamlaka yetu ya maji DAWASA una uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 534. Lakini kutokana na changamoto hii ya ukame, tulizalisha maji zaidi ya lita chini ya milioni 300. Maana tulikuwa na upungufu wa zaidi ya lita milioni 234. Hapa tulipata changamoto. Tulipata nafasi ya kuja na tukatoa maelekezo na kuwaeleza wananchi ya kwamba mamlaka yetu ya maji ya DAWASA tumepata upungufu unaotokana na ukame, lakini uchelewaji wa unyeshaji wa mvua. Kiasi ambacho tulichokuwa tunakizalisha kawaida sasa kimepungua. Moja ya mambo ambayo tumeeleza ni kwamba kilichopo kwa maana ya maji ambayo yanazalishwa chini ya lita milioni 300 kitumike kwa usawa. Tumeelekeza mamlaka ya DAWASA, lakini ratiba yake pia ilikuwa wazi. Tulikuwa na visima ambavyo tulichimba chini ya ardhi, tulivifungua na kuweza kuhakikisha vinarudi katika mfumo, watu waweze kupata huduma maji safi na salama. Lakini kwa pia tulitumia wadau mbalimbali waweza kutusaidia visima vyao kutumika na watu waweze kupata huduma maji safi na salama. Sisi tulisimamia ubora na tunashukuru Mwenyezi Mungu tumevuka salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya yanaitwa mabadiliko ya tabia nchi. Wizara yetu imepata mtikisiko miaka 2023. Baada ya kuyapata, Mheshimiwa Rais alikuja akajionea na akatoa maelekezo kwamba Wizara ya Maji, haya ni mabadiliko ya tabia nchi, tulikuwa tukiyaona katika nchi zingine, sasa yamekuja nchini mwetu. Lazima mipango yetu iendane na namna gani tunaweza kuishi nayo haya mabadiliko ya tabia nchi. Moja, tujenge miradi ya kimkakati, hasa ujenzi wa mabwawa, lakini kutumia maji chini ya ardhi. Mheshimiwa Rais alitupatia fedha bilioni 23.6, tumejenga mradi ule wa Kigamboni
kipindi hichi cha ukame ndio unaweza kutusaidia ukishirikiana na mtambo wa Ruvu Juu kuhakikisha kwamba tunavuka salama. Lakini eneo la pili, tulikuwa na mpango wa ujenzi wa bwawa la Kidunda. Bwawa la Kidunda lilikuwa enzi lilikuwa kwenye makaratasi. Mheshimiwa Rais tulimweleza kwamba huu ni mradi mkubwa ambao unahitaji fedha nyingi, lakini akasema kwenye swala la kuhudumia wananchi hatuangalii gharama. Tutatoa fedha za ndani tuanze mradi ule. Kweli tumeuanza na tunakushukuru wewe binafsi ukiwa waziri wa fedha umetoa bilioni 100. Leo mradi upo katika hatua kubwa zaidi ya 40%. Tutakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji zaidi ya lita bilioni 190. Nikuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, pate wasaa moja, leo umekuja Ruvu Chini, pate wasaa uje kutembelea Ruvu Juu, lakini upate nafasi pia ukaone kazi kubwa na nzuri iliyofanywa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na wewe ukiwa waziri wa fedha juu ya ujenzi wa bwawa la Kidunda. Tumpigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ombi ambalo tunaomba sisi kama wizara, kipindi hichi ambacho tulichopitia nikiwa kama waziri wa maji na watendaji, natamani siku waziri mwingine akija asikutane na hali ambayo tumekutana nao sisi. Tuna mpango mzuri juu ya ujenzi wa bwawa la Kidunda. Ni kuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatua iliyobakia ni hatua ndogo sana, basi fedha zake ziweze kutolewa kwa wakati ili twende tukaikamilishe ile kazi, tuweze kuhifadhi lita bilioni 190 ili kipindi cha ukame wana Pwani, wana Dar es Salaam waendelee kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini jambo la pili, ujenzi wa phase 2 wa mradi huu wa Kigamboni kwa maana ya Kimbiji na Mpera. Mheshimiwa, pale tuna visima vingi, tunaomba katika fedha hii na bajeti ambayo tunakwenda nayo support yenu ili kuhakikisha kwamba pate fedha ambayo tunaenda kujenga mradi huu phase 2 ule wa Kigamboni ili tuendelee kupata huduma maji safi na salama. Lakini katika kuhakikisha tunakuwa na maji toshelevu na baka ya kutosha, malengo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuyatoa maji ya Rufiji. Visibility study tumeshaikamilisha, sasa hivi tupo hatua ya kumpata tu mkandarasi ili tukupate na fedha ili tuweze kujenga ule mradi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umefika, umejionea hali halisi. Tunaomba support yako na tunamuomba Mheshimiwa Rais ili tukahakikisha kwamba hii ndoto ya muda mrefu na aliyoelekeza kwa muda mrefu basi twende tukaitekeleze, wana Dar es Salaam waweze kupata huduma maji safi na salama. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niendelee kukushukuru sana na utufikishie salamu za pongezi na Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa na support ambayo ameifanya katika mamlaka yetu ya maji DAWASA, aloifanya katika wizara yetu ya maji. Eneo la vijijini tuna vijiji 12318, tumebakisha vijiji 1500. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais katika kipindi cha miaka mitano vijiji hivi vilivyobakia vyote viweze kupata huduma maji safi na salama, kwa sababu hatuna kisingizio. Mitambo tumepewa ya uchimbaji visima, mitambo ya uchimbaji mabwawa tumepewa, tutaisimamia kuhakikisha malengo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi yanaweza kutekelezeka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema hayo, karibu sana tuweze kupokea maelekezo na sisi tujipange kwa ajili ya utekelezaji. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.